hata huyo aunti yako vile tunaongea hivi kuna ako kwako kwa boma, wamemuacha huko. Kuna kazi ambayo anafanya huko. Na nataka amalize tu kwanza sababu pia hiyo boma nataka nifike huko. Wanajua kila kitu. Na vile unawaona hivi hii ni mpango ambayo wamekupangia. Nimefanya favor, I've done my favor. Kukutafuta. Juu nimekuonea huruma as a man. Juu pia mimi am a man. Na nikaona vizuri yenyewe acha nitafute mwanaume mwenzangu nite daktari. Juu daktari yenyewe najua vitu daktari anafanya. Oya. Hii meeting si yako, ni mimi nimeita meeting. Ile siku ulikuwa unataka meeting unaweza nipiga, lakini leo hii meeting ni yangu. Wewe nipiga kwa meeting yangu, sawa? Nini wewe? Wewe unaniambia nini kwangu? Ati bebe, unani? Bebe unaniambia nini wewe? Bebe ni imani. Nafanya kazi ndio kuna mjinga. Askari, afande. Afande tumesikia. My friend. Tumesikia tuongee kama wanaume wewe. Who are you? Who are you? Do you know me? Don't have respect. Unaniambia nini wewe? Hello guys, what's up my good people, it's your boy Binai, welcome to the Binai. Guys, ni siku nyingine njema sana, tunarudishia Mwenyezi Mungu shukrani kabla ya chochote. Na hapa guys, tuko kwa meeting ya Oscar ambayo haijakamilika vizuri. Tunajaribu kusuluhisha mambo ikuwe sawa. Mwisho tukimalizana hapa, daktari alikuwa amezungumza na Jeff kama amemtuma vitu fulani hapo kuleta. Na tunaona hatukukuwa na kina Mama Lucy hapa, tulikuwa na Tina last. Leo pia wametakikana hapa, wako hapa, tunataka tuzungumze nao kwa pamoja ili tujue vile tunaweka mambo sawa. Ya Oscar, uko aje bro? Niko poa mimi, sina la kusema. Niamwachia mambo yote kwa imakinike kwa Mwenyezi Mungu. Ya kwa sababu sasa penye nimefika, I think daktari ndo ananipata tu mwelekeo. Kwa sababu sasa hii sina la kusema. Sababu vitu mingi zimeanza kuchibuka zenye zinazidi uwezo wangu. Sababu sasa inafika mbali mpaka naambiwa mtoto si wangu. Sasa hapo nadhani kuna problem kubwa sana yenye wacha daktari mwenyewe mkondo wake ndio venye mimi nitafuata. Sina maana. Sawa bro. Na shida bro. Kwa aje daktari? Mimi nashukuru niko mzima, ni siku nyingine njema. Na bado ninapambana, bado ninasukuma hii kazi ya Oscar. Sababu ilikuwa na mambo mengi. Lakini mimi nashukuru ni kijana ambaye ananielewa. Sababu hata mwisho niliwaambia nitataka niongee na yeye kidogo. Kwa ile mambo ambayo nilikuwa nimemuelezea, nilikaa na yeye chini nikamuelezea kila kitu na nashukuru alinielewa. Sababu mimi nilikuwa nimeona moyo wake vile alikuwa. Na bado alikuwa na hasira, lakini nilimuongelesha, tulikaa na yeye almost 1 hour tukiongea. Nikamwambia hii mambo vile inatendeka kila kitu. Na yeye anasema hana ubaya, yeye anataka tu vitu zake zirudi. Na hii mambo ingine ni mambo ya dunia. Unajua mwanaume lazima upitie changamoto ya hapa na pale. Majaribu iko na iliumbiwa wanadamu. Hii pia ni part of majaribu. Unajua inakupima imani yako uone umesimama namna gani. Lakini mimi nashukuru amesimama na msimamo mmoja. Amesema hii ni mambo ya ulimwengu. Na amekubali kila kitu, matokeo yote amekubali. Ingawa amegharimika sana kuhusu huyo mtoto. Lakini yeye anataka tu vitu zake sababu ni vitu ambaye amefight, ametoa jasho, amelala nje, amejinyima. Unajua kitambo mtu ufike mahali umefika ni lazima ukuwe umejinyima. Ukuli vizuri, unapunguza gharama zako ili usave. Ndio ili upate mali ambayo yako nayo. Na mtu anaona tu ni kama unaenda unachota tu mahali, anakuja anachezea ama anakuja anakatalia ama anakuja anakuibia. Hiyo ndio hasira ambayo yako nayo, lakini hivi vitu vingine nashukuru alinielewa. Na mara ya mwisho nakumbuka nilielezea huyu kijana kwamba nisimtafute yeye mwenyewe anitafute. Na vile umeniambia kwamba alikupigia simu akakuambia anataka kuonana na mimi, ndio nikasema atafutane na wenzake wakuja nao. Sababu alisema mara ya mwisho alienda hakuwaona. Na mimi mambo yote nilikuwa nimeona. Na nataka nione leo amekuja na jambo gani. Sababu akijaribu kunidanganya kitu, mimi niko nao. Na mimi huwa napea mtu nafasi. Ndio mnaona mimi sinanga haraka.
huwa nataka nikusukume mpaka ufike mwisho, uone kweli nimejaribu kila njia, nimejaribu kila mbinu, lakini imeshindikana. Mimi huwa naangalia tu, hata ukinidanganya na kuangalia tu, nasema sasa huyu ananidanganya kitu ambaye najua. Sasa nataka nione leo amekuja na style gani, na mimi nijue naye nitawapokea na style gani. Unajua vile unakuja ndio mimi naye nitakupokea. Ndio. Sawa daktari. Uko aje Jeff? I'm very fine. Niko sawa kabisa. Napumua na nashukuru. And I'm very happy mmefika hapa venye nilikuita. Mtafuta daktari na mtafuta Mr. Oscar. And unfortunately we are here. I have my 2 ladies. The love of my life. Venye unaona hapa hivi. Nimekuja na wao. Unajua wanasemanga ukiona ni hii mkono inakumiza, hata heri uikate yote utoe ibaki na bila mkono. Unaona? Na pia mimi nimejaribu kulingana na uwezo yangu, venye daktari last time alifanya, niliogopa kidogo nikarudi chini. Nikaona yenyewe sometimes if you can't defeat them then you join them. That's why nimeita hawa, nimeita huyu, nimeita huyu. At least they be my witness. Juu wao tulikuwa na wao kwa ile nyumba. So niliona angalau nikuja at least nirudishe ile kitu ilikuwa natakikana nilete. And I'm very happy kuwaona hapa na nashukuru sana. Hata daktari karibu sana. Ni sawa. Oscar, bari yako kofiti. Sasa hivi nilikuwa nataka kusema, unajua huwezi jua, maneno ni mingi, lakini hii ndio kitu nimekuja kufanya. Kuna vitu zingine yenye huyu daktari alikuwa ameniambia nirudishe, na nimeona it is very wise kufanya hivyo, na nimerudi chini kama mwanaume. Juu pia ni mwanaume mwenzangu. Na vitu zingine zinafanyika yangu na mwa tufanye tu na roho nzuri. So ndio nimeamua kurudisha na nimekuja na wao. Kurudisha na tuone kitu ndugu yangu. Iko tu nitampatia tu. Iko. Kama ni Tina amebeba. Iko. Tina uko aje? Niko poa. Mama Lucy uko aje? Niko poa. Niko salama. Asante. Sasa nani Jeff ndo amewachukua mkuja hapa, si ndio? Amewambia kitu anakuja kufanya? Mko sawa na hiyo kitu anataka kufanya? Tuko sawa. Anasema kwamba anataka arudishe. Na ni ya wapi? Umekuja na? Ni ya Kijani. Juu unajua nilikuja nikakaa pia nikajiona penye nimefika kulingana na financial status of mine. Nikaona there's no need we argue for a house. So if the house is needed tunaweza mpatia. Akiona maybe ndio sababu inaleta hizi shida zote. So nikaona juu pesa inapatikananga. I can still get money. Pia mimi huwezi jua niko aje, nilijipanga aje before nipatane na hawa. I can have my own money. Na kama kuna kitu italeta nikosane na hawa watu, nikosane na huyu. Ulikuwa umefikiria mapema hizi vitu atungoa ndio nimekuja hapa hivi. Ndio kuna vitu zingine lazima ikuwe na process my friend. Ilikuwa lazima nitafute daktari kwanza ndio ufike penye umefika. Buda, mimi leo sitakuja vita hapa. Unaona kama uko na vita. Unaona kama uko na vita. Sikia, kama uko na vita. Mimi mtu na usione na kuogopa my friend. Sikia. Hebu tulia. Kwani huyu jamaa unasikianga na masikio ama unasikianga na nywele? Unasikianga na nywele ama masikio? Ndio, mimi nasikia daktari. Na nimekuja kukusaidia. I've come to help you. You are still not appreciating my help for you. Unajua huyu jamaa sikiangi. Nimekuja kumsaidia kumrudishia mali yake. Bado hapo na kelele. Bado unaweza muka mbele yangu. You wanted your house. I've come to bring you your house. Kaa tu chini basi na nini? Mimi nimekuja kwa upole. Anasema kwamba ameleta. Mimi I'm very down. Baada ya makasiriko. So niulize, mkikuja hapa mmetoka kwa nyumba hiyo? Nimetoka kwa nyumba. Na sasa juu unarudisha hizo vitu, mko tayari kutoka? Mnatoka leo ama vacating very soon. Sisi sema ni leo, lakini wewe jua tu anytime yenyewe atakuja atapata siku kwa hiyo nyumba. We can live a very good life without huyu jamaa. Na sitaki maneno mingi, ndio maana nimekuja hapa nilete hizi vitu. Na bado huyu ako na kerere. Sasa unaona kerere yako inaweza fanya hata usipate hiyo kitu. Lakini juu ya daktari nitakupatia. Pia mimi naelewa kazi unapiga huko ukiwa kwa msitu. Si ndio? You need peace. Kama izika hapa kwa meeting na amani amke atoke. Wacha sisi tuzungumze tuna wao pole bro. Aache kelele. Mimi nawasikiza na vile wameongea nimesikia. Na vile amesema kwamba leo amekuja na upole, mimi nimemsikia. Na hata mimi huwa sifurahii ama huwa sipendi mkutano ya vurugu. Ndio unaona mimi huwa najaribu sana kila mkutano ambaye niko ndani ikuwe na amani. Huwa napenda watu tuongee, watu wanakosana na watu
kupitia kwa kuongea ndio kutafuta solution, lakini sasa kila mtu anapiga kelele huku na huku, mtapata mwisho wa siku mnaumizana, mnapigana na hakuna kitu ambayo mtakuja nayo. Na hata mimi nafurahia vile wamesema wamekuja na amani. Sababu vile ndio vile nilisema, vile unakuja ndio mimi nitakupokea. Ukikuja na amani, mimi naye nitakupokea vizuri. Na umesema kwamba umekuja na umeleta kile ambayo nilikutuma. Kabisa. Na umeleta nini na nini kwanza ndio nijue, sababu najua vitu ambayo kijana anadai ni vitu mingi sana. Na mimi nataka nijue umekuja na nini na nini, ndio nijue nini na nini imebaki na kwa nini hujakuja nayo yote. Gold yangu angekuwa amerudisha gold yangu. Sikia, daktari, unajua kulingana na hiyo swali yako, ile nyumba ni kubwa. Na hiyo nyumba si nyumba peke yake. Unajua unaweza kuwa na house, then you have some things in the house. You have things in the house. So ile nyumba ni kubwa na tumeamua kurudisha. Na hiyo nyumba bado kuna vitu ziko hapo ndani. So hizo vitu zingine anaweza kuwa anasema zinaweza kuwa bado ziko kwa hiyo nyumba. So mimi kitu nimeona kitu ilikuwa inaletea nisikuwe na amani kabisa na watu wangu. Na hata yule mwenye alienda sijui ako wapi, I don't want to know, but bado ni mtu wangu, sifurahii. Lakini juu nimeona inaleta kelele kwa familia, acha niachilie hiyo nyumba ikuu. So kitu niko nayo ni document ya nyumba. Na hizo zingine inapatikana namna gani? Umekula mayai, umekula kifaranga, umekula kila kitu. Unaona? Juu hakuna haja tubishane, unaona? Nasikia sijui vitu mingi zinahitajika, ni vitu gani hizo? Unajua itakuwa poa tukienda na list. At least. Unajua mnaweza kuwa mmetuwekea vitu inafaa turudishe na sisi hata hatujawahi ziona. So kuna zenye nasikia zimeletwa. So zikipeanwa akuje na list ya hizo vitu zake. Mimi kitu naweza offer ni hii kitu. This is the only thing that I can give back and the only thing that I know I have for Oscar. Na upande wa gari, Jeff unajua nini? Gari tu itapatikana lakini itarudi. Usijali. Gari si vitu za maana. Kulikuwa na maana title deeds za mashamba. Gari si. Kulikuwa na gold kwa hiyo safe. Nilikuwa title deed ngapi? Nakwambia aje. Title deed karibu ine. Only two ndio nilikuwa nimesarenda kwa wife. Si ndo tunasema hapa ziko ngapi? Ungeenda nazo Kongo. Hapa hii ni moja. Ndio ya nyumba pale. Ndo nasema aje hii ni ya nyumba. Na hizo as long as this thing ni nyumba. Hiyo nyumba unajua, acha nikwambie kitu moja, huyu jamaa ajui. Wewe uko na hakika gani I search that house? Unajua nilisearch hiyo nyumba. Unajua I don't know. Kama mliuza gari obvious. Mimi kazi yangu ilikuwa ya bedroom. Kwani gari hata wewe nikuulize aje ukienda kuiba uone gari ukiingia kwa nyumba ya mtu, kitu gani utakosa kuona? Si gari lazima uone. Ndio maana niliona. Mimi gold nileko tafuta nini? Kama gari daktari alisema mliuza obvious nikuulize aje kati ya hiyo gold na hiyo gari, kati ya hiyo gold nikuulize aje kati ya hiyo gold unasema na ndio unataka gani ni bei gali? Hapana, nikuulize aje, mbona uchukue kitu ya bei kubwa utunze kwa kitu bei ya chini? Mbona? Mimi sijataka mambo mengi. Daktari yako hapa. Mimi unajua kwanza ni mimi nimewatafuta, hata singewatafuta. Nimefanya favor. I've done my favor. Kukutafuta. Juu nimekuonea huruma as a man. Juu pia mimi am a man. Na nikaona vizuri yenyewe acha nitafute mwanaume mwenzangu nite daktari. Juu daktari yenyewe najua vitu daktari anafanya. Ndio maana nimeheshimu. Daktari ananiambia nirudishe hizo vitu, nimekuja. Kama huwezi sikiza my friend, then I'll be very sorry. Umetafuta hadi hawa. Rudishe tu daktari hizo vitu. Kama daktari anaweza ongea aseme hivyo, lakini aliniambia nirudishe hizo vitu of which I've done. Kwani mtu anafaa fanya aje? Si document ya nyumba. Vitu zenye hakuna wakae huko na bibi yake waulizane. Si vitu zingine hatujuache ni si hatujui safe, ache kutusumbua. I don't have access to the house. Kwani wewe utasaidia? Lakini tenesi mlikuwa hapo ndani kwa nyumba. Si vitu zingine hatujawahi ona, labda tulifika kama bibi ameuza. Ache kutupigia kelele. Gari inashinda uhai ya mtu. Naomba kwa niaba ya vitu zangu. Ndio kwani bro hizi ni nini? These are documents. What do you want else? Rusha kwa uso. Si ndio hizi ndio nimerudisha hapa ndio hicho. Msiseme hivyo. Kaa chini kwanza. Kwani unataka nini? Kaa chini. Mrushie huko, ache kutupigia kelele. My friend, your problems are very many. Unasema hivyo tena na Mama Lucy arushiwe kwa nini? Arushiwe kwa uso. Sasa unaona anatusumbua.
Bado anashinda safe. Tumekuja hapa na amani. Kidonda ama mahindi. Mimi nimekurudishia mahindi. Ni kama nimekurudishia roho. Jamani bado aniheshimu. Achana na hiyo, achana na hiyo. Kuongelesha bado uoni. Oya. Hii meeting si yako, ni mimi nimeita meeting. Ile siku ulikuwa unataka meeting unaweza nipiga, lakini leo hii meeting ni yangu. Uweze nipiga kwa meeting yangu, sawa? Kabla sijaguza hii kitu nataka niulize tu maswali. Tulifanyanga last time, unataka unafaa umfanyie at least tulie, relax. Hapa mtulie kidogo sababu nimekuwa nimenyamaza na nimekuwa ninashika mita. Kuna vitu ambaye nimeona kadhaa kabla hujanikabidhi hii vitu. Kabisa. Kuna vitu moja mbili ambaye nimeona. Huyu jamaa kichwa yake ni ngumu. Na mimi nilikuambia kwamba kabla ufanye kitu ujue kwamba mimi ninaona. Na nataka ujue hakuna kitu ambaye utanidanganya ama hakuna kitu ambaye utafanya. Unataka kuniua? Yaani bado acha utulie kwanza. Nielezee hao watu mambo yao. Nyamaza Jeff. Nyamaza. Unafanya kesi siendelee. Nyamaza. Ni mimi naongea. Hii vitu Jeff umepitia wapi kabla hujaleta hii makaratasi? Kupitia wapi daktari? Si hata wewe peke yako mmepitia wapi nyinyi wote? Sisi tulipita nimewapitisha tu kwa hoteli wakakula tukakuja na document. Jana mlikuwa wapi? Jana nilikuwa nao watu kwa tulikuwa tunaburudika wawili tukiwa hivi, tulikuwa tu kwa nyumba tu tukitulia daktari. Sasa shida iko wapi tena? Tena mimi niko na shida tena daktari, nimetafuta hizi vitu nikakuja tena niko na shida. Ukweli niko na shida tena daktari. Nataka aje tena. Tena niko na shida, nimerudisha tena hizi zote daktari. Nani alileta watu kwa maisha yetu? Mimi ndio nauliza hiyo swali. Ama barua ya nyumba. Bado daktari. Ama nitoe msema kweli. Hiyo maneno bado hapana. Tulia my friend. Relax. Unajua hakuna haja niite daktari sisi kukuita kwa mkutano tena unaambie useme msema kweli. Leo sitakuamini. Unajua mimi utembea na hii kitu na hii ndio msema kweli. I'm taking your kindness for Kizungu peleka huko. I'm taking your kindness for weakness. My friend, pia usijaribu. Mimi nakuuliza umepitia wapi jana mlikuwa wapi? Hizo documents zako ziharibike hapa, ulete hiyo jinga yako nyoleta hapa. Jeff nini jibu daktari wenye anakuuliza? Hakuna penye tulipita daktari. There's no place that we passed yesterday. There's no place that we went yesterday. We were in the house, we were chilling daktari, and that's why wewe hujanitafuta. Ukiona ndio mimi hata nakwambia ukweli, I'm telling you the truth. I myself have looked for you. I called Benai to look for you. Sawa. Na nikaita hawa. Mimi mwenyewe last time ukikuja hapa Benai, ulipata kama tunalewana na hawa watu. Kama hizo ni jitihada nimefanya. Hizo ni majukumu nimefanya. Kutafuta hawa tukaelewana, kutafuta daktari na kutafuta hadi nimetafuta huyu. Imagine. Hiyo sifanyi favor. Mama Lucy. Kwa hivyo saa hii nyinyi na Jeff mko sawa. Tuko sawa. Tina na Jeff mko sawa. Wako sawa. Oni leo tumetulia. Nani Mama Lucy? Hiyo gari kiuzwa ulikuwa unajua? Na hiyo ni gari gani ilikuwa inauzwa? Si gari iliuzwa hapa na nikaona kama ulikuwa unakaa kama ujui hiyo shughuli kabisa. Mmekatilia maneno ya gari yenye nasemwa gari itarudi. Nyinyi msijibu. Mambo ya mimi hizo ndio vitu mimi najibu peke yangu. Unaona? Gari kwanza na ikelele. Gari itarudi. Nini? Wacha niongee. Gari itarudi na mlishauza. Itarudi aje? Hamkuuza? Gari gani iliuzwa? Hamkuuza gari. Hii ni mali yangu je. Itarudi aje? Gari itakuja. Tunaitaka basi. Gari itarudi. My friend, gari itarudi. Si gari unataka? Amekataa kuongea. Mimi nitaelezea mahali hao watu walikuwa jana. Na kama mnakumbuka mara ya mwisho huyu mtu akikuja hapa peke yake, nilimuuliza wenzako wako wapi? Na aliweza kuenda tu hivi. Na mimi nilikuwa nimeona mahali hao watu walikuwa. Rudisha tu document na hii maneno ishi. Hata mimi nimejaribu. Imagine nimechoka, jana nimetembea. Jana nimekuwa na mashughuli mingi, niko na hao wadada wenzangu. Unaona daktari ako na makamasi kwa akili yake. Si hata ako na makamasi. Kinajaribu kusema aje bro? Elewa. Nimejaribu kukusaidia. Ndio nifikedi hapa nimechoka. Si maneno ishi. Tutaongeza maneno zingine. Wacha basi aongee kitu alikuwa anasema. Amezikata kwa nini? Oscar acha nani daktari aongee. Unakataa mali yako? Unakataa mali yako?
Tumsikize basi, tusikize daktari tafadhali. Daktari pia anafaa tusikize. Tusikize kitu yenye anasema. Sisi daktari, unajua ukiita mtu anataka kusema daktari akiniita nafaa nisikize daktari. Nikiita daktari, hayuko saidi ya Oscar. Nikiita daktari pia anafaa nisikize. Atusikize. Hakuna ni daktari, tena daktari ananiambia atafanya maneno zake. Hawasikize kwa bili gani? Sininda mimi. Bro, nimejaribu. Kwani ulikuwa unataka nini? Usisema tutoke kwa nyumba yako. Nimekuta document na nyumba. What is not happening, my friend? Unajua kenye huyu daktari anaona kama amekaa chini hata wewe upande juu ya miti. Hawezi akata, anaweza ona, lakini nasema aje. Juu nimeleta document. Si nipeane na hata hizo maneno zingine. Hata meeting nyingine inaweza kuwa. Kwa hiyo lazima tumalize hapa. Fanya kazi basi, fanya kazi na daktari ndio huyu. Mimi document zangu bora zipitie kwa daktari ndio mimi nipate. Mimi sina shida. Kwani bro, nikuulize aje, kwa hivyo nyumba ulijenga na uganga? Document zako kupiana uliamua upeane kwa madaktari. Kwa hivyo sasa hii ukitaka ku receive back lazima upokee through daktari. Bro, acha nikwambie, si hatukupitia daktari, tuliingia direct. Mimi niliingia direct, mimi kwanza niliitwa Jesse. Wanawake mimba ni inakuuma. Mimba ni yako. Kwani mbona hukupeana hiyo? Silikukataza. Shughuli ilikukataza unataka kuji. My friend, the game you cannot play, please. If you cannot play football, play volleyball. Tulia bro. Mbona unazitaja hapa? Mtulie daktari aongee tafadhali. Tunataka tupe nafasi daktari. Sawa, Jeff, nyamaza kabisa, na nikiongea nataka kila mtu anipe muda, sababu sasa naingia mambo serious kabisa, na vitu ile niko naenda kuongelea hapa ni vitu ambaye ni ya muhimu sana. Na ukiona mimi nimekataa hiyo makaratasi nimejua sababu. Oscar, nimekuita mara ngapi? Hii vitu ile unaona hapa, hii yote ni mchezo unachezewa. Na ukitaka kushika kuku unajua lazima uirushie mahindi ndio uishike. Na hii kukuletea hii kitu ni mtego. Ni kama ni mahindi wanakurushia uingie kwa nyumba na wakukamate. Sijui kama unanielewa. Yaani Jeff, mlitaka kuniua. Tena saa hizi bado venye daktari anasema ni kama bado mko na mpango mwingine na mimi. Hapana, hao watu bado wako na nia baada ya kuniua. Wewe, ambia vinyangarika wako pia wanaonyesha vizuri. Relax nini? Kama nasikiza madaktari na daktari kinyangarika. Mimi nashangaa. I'm surprised. I'm calling a meeting. The people I'm calling for a meeting are the one who are ambushing me. Bado kwa maisha yangu. Kaa chini bro. Hii ni kazi gani? Nimeita meeting tena jinsi mnaleta vita. Kaa chini. You see plotting some ways ya kunimaliza kabisa. Jaribu tena. You're using my resources. Which ways are we plotting? Which ways are we plotting? Are you serious? Are you serious to receive your property? My friend, if you're not serious. Tutakufanya sasa. Kaa chini tukorele. Leo ni wewe ndio tutakunyorosha. Jeff atakaa hapa tukuonyeshe. Yaani nikuja na document. Yaani tumekupangia. utafanyia mtu aje mazuri. Utafanya mtu aje mazuri. Deal na sisi. Mwache basi daktari aongee tafadhali. Na daktari pia unafaa uangalie huyu jamaa. Unajua tangu mwanzo kunitafuta huyu jamaa amenipiga sana. Pia unafaa umpatie adhabu. Na sitakubali. Akijaribu tena, hata mimi sasa tutajua uzu. We will know uzu. Ndani tunakuogopa. Sawa. Kwa natishia maisha kila time. Nimeleta document hapa bado mtaki kunisikiza. Kwa nini mnataka nifanye nini? Daktari bwana ndio kuongea. Acha tuamke na yeye. Sawa, mimi vile mlisema mmekuja na amani. Mimi pia sitaki vita. Sitaki vurugu. Na Oscar, mimi nakuambia wewe. Naomba ukae chini usikize yale ambayo ninakuambia, sababu ni vitu ya maana. Unajua ukiamuka ukileta vurugu unainterfere na hii maneno ambayo niko naongelea. Nataka tu ukae chini usikize, sababu hii mambo yote ni mimi ndio niko nashughulikia. Na hii mambo yote ni mimi huwa najinyima na acha shughuli mingi sababu yako. Unanisikia? Sababu hii vitu mimi ningevuruta tu na nakupatia mara moja, lakini nilitaka ujue mambo mengi zaidi. Hii vitu si ati kitu hata ingechukua siku moja tu na vuruta na nakupea na kila kitu inaenda hivyo, na kuna vitu ambayo ungeaijua. Mambo ya huyu mtoto ungejua, mambo ya huyu anti yako ungeaijua, kuna vitu mingi sana, mambo ya magonjwa ungeaijua, lakini nilitaka nikufunulie kila kitu. Sasa ukiona mimi nafanya kazi, naomba unipee tu muda. Nikuelezea yale ambayo ninaongea, unisikize na ufuatilie ambayo ninakuambia. Na
vile nimekuwa naeleza, sababu umenikatisha na sijafurahia hiyo kitu. Unajua hii vurugu si mzuri kila wakati. Ni vizuri sisi wote ni watu wazima. Ni vizuri kama kuna jambo unauliza tu swali, unaniuliza hata mimi. Unaniuliza mimi, unaniambia daktari hapa. Napitia huko nje ndio nipate hii mahali nyao watu wanachezea. Ndio maana nakuambia kama kuna kitu unauliza mimi, usijibishane na hao watu. Wewe niulize mimi mwenyewe nitakujibu. Unajua sasa ukianza kujibishana nao hiyo inakuwa ni kelele. Na tutapoteza tu hapa muda bure kuumizana na hakuna kitu ambaye tutakuwa tumefanya. Na vile nilikuwa nakuelezea kwamba nimekuwa nakutolea mfano kwamba ukitaka kushika kuku lazima uirushie mahindi. Na hiyo ni mbinu ya kushika kuku. Na vile hawa watu wamekuja na hii kitu pia naye imekuwa mbinu ya kukushika wewe. Hii kitu hawa watu jana walikuwa mahali na hata huyo aunti yako vile tunaongea hivi kuna ako kwako kwa boma wamemuacha huko. Kuna kazi ambaye anafanya huko na nataka amalize tu kwanza, sababu pia hiyo boma nataka nifike huko. Wanajua kila kitu na vile unawaona hivi, hii ni mpango ambaye wamekupangia. Na hawa watu walienda mahali kwa mtu ya madawa na alifanya yale alifanya. Na hata hii karatasi ambayo wamekuja nayo, ungeshika tu hii karatasi kesho ungeamuka. Ndio maana Jeff akanampea direct. Ndio. Hataki kuchukua vitu zake tena anatuletea. My friend. Asipochukua Daktari, hataki kuchukua fanya na hivi. Unajua acha nikwambie ndio. Daktari, sikia kwanza. Daktari amesema nileta daktari nipeane hizi vitu. Acha daktari basi aongee tafadhali. Na ndio maana nilikukataza usichukue hiyo karatasi. Hii karatasi imefanyiwa vitu mingi sana. Na kama vile nilikuwa nimewaambia, huyu mama alikuwa na mimba, lakini sasa hivi vile ninamwangalia mimba hana. Sina imeenda wapi? Ametoa? Hii maneno ya mimba unashindia sasa, Mimba imeenda wapi? mmeshindia mimba. Huyo mtoto ambaye alikuwa nayo hiyo mimba ndio ambaye walitoa jana, siku ya jana, na ndio ambaye imefanya hii kazi yote. Na hii mimba unashindia nilikuwa nyakati Na gani? hiyo damu ndio walikunywa wote. Na hawa watu wamejipanga vizuri sana. Wamejipanga vizuri sana. Na kama singekuwa hapa, na mimi nashukuru vile Binaya aliniambia daktari hawa watu wanatuita, na nikaambia yeye nataka pia mimi nikuwe hapo, sababu hii kitu ungechukua kesho wewe ungeamuka. Hata kuchukua mali zake aseme. My friend. Na hiyo boma Sasa daktari ameamua aje? Turudi nazo, hataki. hiyo boma vile nimekuambia huyo. Hapana, sitaki kufa na kitu ya mtu. Huyu jamaa lazima achukue kitu yake. Sisi nirudi Na nayo. upe kwa mkono. Lazima chukue hapo ke. Sijui atupe mtu ampatie hapa. Ni yeye, sikuchukua daktari akiwa. Sikuchukua daktari akiwa. Nilichukua nikiwa kwa nyumba peke yangu nikibambika na hawa watu. Sasa tulikuwa na wao, tumeamua tulete na wao. Na daktari yako unipatia. Nafaa nipatiane kwa daktari. Si ni hivyo? Mzee beta nitoka na Kama unafaa kupatiana kwa daktari basi pia daktari. hapana, sipatie daktari. Nafaa nipatie Oscar. Daktari yeye apige shughuli yake. Sasa nilikuwa kisaidia Oscar. Na nimeheshimu, na mama nimemtafuta kuja hapa. Ndio maana nimemtafuta kuja hapa, at least we deliver these things. Kama daktari yako hapa, you are here Benai, and these two ladies, beautiful ladies are also here. That was her main agenda. Lakini tena nafika hapa daktari anasema mara mane. Kwani what is not happening? Kwani nini haiendelei? Sasa kitu ile mimi nataka. Oscar, mimi nakaa kuwa Oscar. Nyamaza. Nakaa kuwa mwanajeshi. Kanaye kila soja man, kanaye kila soja. Is this the first time? Kanaye kila soja. Unafaa upigwe na watu wa huko Al-Shabaab huko sisi. Vita yako ni ya Al-Shabaab si yangu. Hata ni risasi. Ulikuwa umepatia Lucy dawa aniue nayo. Lucy unamtetea, simuende na yeye huko. Namtetea nini? Sasa nyamaza kidogo. Hayuko hapa. Kitu ile mimi nataka sababu hii mambo vile inaendelea. Nataka, na nilikuwa nimeambia Lucy afike hapa na sijamuona akikuja. Nataka ningoje yeye, kuna vitu ambaye pia nataka niongelea akiwa hapa, sababu kuna vitu mingi ambaye pia yeye inamuhusu. Na ningeomba tu kidogo umpe muda kidogo, Binai utafutane na yeye
nataka pia naye akuwe hapa. Kama ako karibu aweze kufika hapa, Kuna vitu ambaye nataka kuongelelea, na unajua pia yeye lazima akuwe. Sitaki kuongea asikienge tu story, sababu pia kuna maswali ambaye nataka nimuulize hao watu wakiwa hapa. Nataka kama ako karibu, kama anaweza fika hapa kwa urahisi, tafutana na yeye. Pia naye akuwe hapa. Sawa daktari. Hata tunauliza aje. Nyinyi mimi nimeita meeting ama nyinyi ndio mmeita meeting?